pepo ya Mungu Abubakar asingie, mungie nyinyi wenye kuikata na visu kwenye vipara. Ni muna wazimu nyinyi, muna dhishaa nyinyi, kwa sababu kitu ni mkebe, hakuna kitu. Ati mmekuja nyinyi na manguo yenu meusi kama mabuibui, mwatuambia sijui haiwezekani. Kwa ujumla, tahadhari na ushia, kwa sababu utauanza polepole. Abubakar si kafiri, lakini Ali ndio bora kuliko Abubakar. Utangia polepole, ukishtukizia sasa itikadi imekuvaa kwamba sasa Abubakar ni motoni. Ikhwatal iman, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Muharram, ikiwa leo ni tarehe 11, kwenye khutba iliyopita tulieleza ubora wa siku ya Ashura na kwa nini tunafunga siku ya Ashura na ni yapi makundi yaliyopotea kwa sababu ya siku kama hii. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katutajia kwamba makundi yaliyopotea ni makundi mawili. Kundi la kwanza ni an-nawasib. Kundi hili linafanya siku ya Ashura ambayo ilikuwa ni jana ni siku ya kufurahi na kujipamba na kutembea na familia. Firqa ambayo ni thania ni ashia. Hawa wanaifanya siku kama hii ni siku ya huzuni na kuomboleza na matanga na kujipiga na kujikatakata kwenye miili na kufanya mambo ya ajabu ajabu ambayo hayalingani na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Baada ya kuzungumza vile tulivyozungumza, kwa dalili imeonekana ya kwamba Mashia si watu wa kufanya hivyo, na imeonekana kwamba Mashia ni watu wazuri, na imeonekana ya kwamba Mashia hawana tatizo la aina yoyote. Kwa sababu hiyo tukapendelea katika khutba yetu ya leo tuzungumze chanzo na sababu ya watu kuwaona kwamba Mashia ni watu wema. Kwa nini watu waone Mashia ni watu wema? Kuna jambo la msingi ambalo Waislamu wanatakiwa walifahamu. Baada ya kufahamu hivyo, sasa una khiari, utachagua mwenyewe. Hawa Mashia utakapowaweka, utawaweka kwenye kundi la watu wema, kwenye kundi lilo la sawa, ama utawaweka kwenye makundi ya watu waliopotea. Kwa ufupi ndugu zangu, kwa sababu kuzungumza Mashia ni mihadhara mingi sana na kwatakiwa muda mrefu sana, na kipindi cha Ijumaa ni kipindi kifupi. Sasa tunachotaka kwenye Ijumaa hii ni mazungumzo mawili matatu tu, ili upate picture kuhusiana na hili kundi. Kwanza elewa ya kwamba Mashia kwa ujumla Mashia wote ni kundi ambalo lilopotea, kwa sababu wana bid'a na khurafati na mambo sampuli. Hili la kwanza tushike kwamba Mashia ni kundi ambalo limepotea na barabara ya sawa. Kisha kundi hili likagawanyika matawi tofauti. Kwenye kundi hili kuna wanaoingia katika ukafiri kwa sababu ya itikadi zao. Kwenye kundi hili kuna ambao hawaingii kwenye ukafiri, lakini wana mambo ambayo si sawa katika kuitakidi Muislamu, ambalo halijambo kabisa. Katika makundi ya Mashia ni wale wanaoitakidi ya kwamba Ali radhiallahu anhu ni bora kuliko Abu Bakar na Umar na Uthman, lakini hawawakufurishi hawa watatu, wala hawawakatai, wala hawawavunjii yani ule wema waliokuwa nao. Wanakubali ni masahaba za Mtume, ni watu wema, ni makhalifa, lakini kwanza ilikuwa anze nani? Anze Ali, kisha ndio wateremke hawa. Hili nkundi
ambalo ndilo halijambo kabisa katika itikadi zao Mashia. Kisha kuna na lile kundi ambalo ndio sugu, makundi ambayo ni sugu wenye itikadi mbovu katika makundi ya Kishia. Ikhwatal iman, makundi haya au kundi hili la Kishia lina kitu kinaitwa taqiya. Ningeomba munisikilize ili ukisikia shekhe wa sunna anavyowaponda Mashia itakuwa waelewa kinachozungumzwa, lakini usipoelewa na usipofuatilia utabaki pale pale tu ya kwamba hawa ndugu zetu, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Mashia wana kitu kinaitwa taqiya. Taqiya maana yake ni nini? Wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa wameafikiana kwamba asli ya taqiya ni mtu kuwa na hadhari na kuficha ukweli kwa dharura na kwa kadri ya jambo fulani. Imamu al-Qurtubi asema, pulika vizuri sana, Mashia wana itikadi ya kitu kinaitwa taqiya. Twazungumza hii taqiya manake wakipondwa kwenye taqiya wanasema taqiya iko kwenye Qur'ani, taqiya imeruhusiwa katika dini. Sasa nataka tuelewane taqiya ni nini, na kwenye Uislamu taqiya iko vipi, na kwa Mashia iko vipi? Imamu al-Qurtubi yasema, at-taqiyatu la tahillu illa ma'a khawfi al-qatli au al-qat'i au al-idha'i al-'azim. Mtu kuwa na taqiya, kuficha jambo, kuficha ukweli, kuficha undani wako, kuficha uhalisia, ukaelezea kivingine. Imamu al-Qurtubi asema haifai mtu kufanya hivyo mpaka iwe unaogopa kifo na unaogopa maudhi na unaogopa kukatwa. Walam yunqal ma yukhalifu dhalika fima na'lam, hakujawahi kupokelewa maana nyingine ya taqiya yenye maana hii iliyotajwa hapa. Ad-Doktor Nasir naye akasema, at-taqiyatu fil islami ghaliban inma hiya ma'al kuffar. Mtu kuwa na taqiya mara nyingi au inatakiwa kwenye Uislamu kwa upande wa makafiri. Mungu asema, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliyaa min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Neno tuqa ndipo hapa wakaleta hii maana. Allah asema hawezi mu'min kumfanya kafiri ni rafiki kipenzi akamsaidia dhidi ya Waislamu, isipokuwa ikiwa ataogopa maovu kwa makafiri, ataogopa kuuawa na makafiri, ataogopa madhara yoyote ambayo yatamkuta yeye lau atadhihirisha ukweli wake. Al-Imam Ibn Jarir yasema kwenye hii aya, at-taqiyatu allati dhakaraha Allahu fi hadhihi al-aya inma hiya taqiyatun min al-kuffari la min ghayrihim. Aya imetaja taqiya, mtu kuogopa na kuficha uhalisia kwa wale ambao ni makafiri. Ibn Kathiri vile vile kasimama msimamo huo huo ya kwamba taqiya inayotakiwa ni ikiwa ukipima maji hapa, mimi nsipofanya kichini chini na nsipoficha ficha mambo, kutakuwa na maafa makubwa sana. Hapo dini imekuruhusu sasa ufiche uhalisia, udhihirishe mengine. Kwa maana hii ndio Abu Darda akasema, inna nakshiru fi wujuhi aqwamin, hakika sisi tunawachekea watu, hakika sisi tunatabasam kwa watu, wa qulubuna tal'anuhum, na huku nyoyo zetu zinawalaani. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu hawezi kudhihirisha. Akidhihirisha kuna maafa makubwa ambayo yatakayomkuta. Kwa maana hii, ndugu zangu katika iman, salafu salih kama vile Muadh na Mujahid wakasimama ya kwamba neno taqiya
hili lilikuwa kabla ya Uislamu haujapata nguvu. Waislamu wanaogopa makafiri, lakini baada ya Uislamu umekuwa na nguvu, hakuna tena kufanya taqiya, na hii ndiyo maana sahihi ya taqiya inayokusudiwa. Tumeelewa paka hapo? Taqiya maana yake ni kuficha uhalisia uliokuwa nayo kwa kuogopea maafa. Katika Uislamu na katika boma la ahli sunna wal jamaa, ukija kwa ushia, anasema shekhe wao, na hapa tunatibu watu na dawa walizotengeneza wenyewe. Hatutaji kitabu cha Wahabi hapa, tunataja vitabu vya mashia wenyewe. Anasema shekhe wao anaitwa Al-Mufid, asema at-taqiyatu kitmanul haqqi, taqiya ni kuficha haki, wa satrul i'tiqadi fihi, na kuficha itikadi yako, wa kitmanul mukhalifina wa tarki mudaharatihim bima yaqubu dhararan fi ddini au ad-dunya. Haya ni maneno katika kitabu Tashihul I'tiqadati al-Imamiyya, ukurasa 137. Kwa hivyo taqiya kwa mashia, unaficha haki na unaficha itikadi yako kwa yule ambaye unayekhalifiana naye. Na itikadi hii ndugu zangu ni tofauti na ya kwanza. Hili jambo ambalo tunalieleza hapa ni tofauti na lile kundi la kwanza. Kundi la kwanza wanatakia kukitokezea hali fulani watakuwa wanatakia, lakini mashia ni msingi wao. Anasema mwanachuoni wao anaitwa Ibnu Babawaihi, ina pia ni vitili, asema i'tiqaduna fi taqiya annaha wajiba, itikadi yetu katika taqiya ni lazima. Man tarakaha, sikiliza urojo huo na utumbo. Man tarakaha, atakayewacha kuwa na taqiya, kana bimanzilati man taraka sala, itakuwa ni kama aliyeacha swala kwetu sisi mashia. Ukiwa huna taqiya, hufichi itikadi yako, hufichi yale mienendo yako kwa unayepingana naye. Usipofanya hivyo na ukawacha, basi ni kama uliyewacha swala. Hayo yametaja kwenye I'tiqadati, kitabu chao hicho, ukurasa 114. Ibn Taymiyyah asema fahiya shi'aru nifaqi, taqiya kwa mashia ni bendera hii na ni alama ya unafiq. Fa inna haqiqataha indahum an yaqulu bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kwa sababu uhalisia wa utaqiya katika ushia ni kuzungumza maneno ambayo ni kinyume na unavyoitakidi katika moyo wako. Kwa maana hii ndugu zangu, ina maana shia anaweza kuswali nyuma ya imamu ambaye yeye yuwaona kwake yeye huu mkafiri, lakini asikuonyeshe. Akaja akapiga safu hapa, akataka kuingia msikiti wa kisunna, japo kuwa yuitakidi kwamba huyu imamu mkafiri, lakini dini yake, itikadi yake yamwambia lazima afiche ule undani aliokuwa nao, asiudhihirishe. Kudhihirisha taharibu, itaonekana wazi kwamba sisi waovu. Sasa tukitaka kuleta picture kwamba sisi ni wema na masahaba wenye kumpenda mtume, ni sisi tuwaonyeshe watu tuko tayari kuwa pamoja kwa mambo yote. Hadha usamma taqiya. Tuko pamoja jamani? Bal qad yufti al-imamu as-sa'ila bi fatwa tukhalifu dinu al-imamiyya taqiya. Ya salam. Bali imamu aweza kujibu swali akakhalifu itikadi yake kwa sababu ya kuficha aliyoko nafsi yake. Mathalan, umuulize wasemaje kuhusu bibi Aisha na Abu Bakar, hawa ni wema ama si wema? Itikadi yake kwamba hawa si wema, lakini aweza kukujibu kwamba ni wema kwa ajili ya kuficha nini yaliyoko kwenye itikadi yake. Ndipo pale utasikia watu wasema, mimi ninampata mshia nikamuuliza, wewe wakubali mkubali Abu Bakar? Akasema naam, hao ni sahabatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Taqiya. Elewa ha mambo yana wenyewe, wasomi
wewe usiingilie, uelewi kitu kabisa. Wewe ukiona watu na makanzu tu, ukiambiwa hawa wana itikadi mbovu, basi umekwenda umeyaulizia kwa Shia, nyinyi nasikia mwatukana masahaba. Subhanallah, subhanallah, sahabatu rasulillah. Ukishakujibu hivyo na Shia, utakuja kusema mimbari ya Masjidi Yusuf ni ya urongo, si ya urongo? Utasema ya urongo, kumbe pana kitu kinaitwa taqiya. Taqiya Shia lazima, na kama unavyosema ni wajib, lazima uwe nayo taqiya, na mwenye kuwacha taqiya kwao ni kama aliyewacha swala. Kwa hivyo popote utakapokwenda lazima udhihirishe wewe ni wali na wawapenda masahaba, lakini ndani ya moyo wako kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman hawa makafiri, na tutataja vitabu vao hapa, hatuzungumzi kiki hawa. Tuko pamoja jamani? Sasa zimetofautiana hizi taqiya na ziko na nyanja nyingi, kwa kiasi ambacho kwamba si yoyote katika mtu ambaye hakusoma, yeye ni msikilizaji tu, huwezi kuelewa uovu wa Mashia. Hata ukafanyaje huwezi kuelewa mpaka umpate msomi akuelezee Mashia ni waovu kivipi. Na hili jambo nimependa kulizungumza kwa sababu ndilo linalopoteza watu mahisabu, kitu kinaitwa taqiya. Mashia jamani, wanadhihirisha wao ni wema ili wewe uendelee kuamini kwamba Mashia na Masuni wote hawa ni wamoja, lakini uhalisia wao ni kwamba kwenye nafsi zao hawana roho safi na hawana itikadi safi na masahaba za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Chukua chuma hicho, taqiya ya kwanza, vitabu vya Mashia hapa. Kitu cha kwanza ni at-talbisa ala nnas, wanakorogea watu mambo, wanachanganyia watu mambo. Kivipi? Fayati alimun kalfaidh al-Kashani, mainavo pia maviti. Mwanachuoni wao huyu anaitwa Al-Faidh Al-Kashani, yantasiru linafi tahrifi al-Qur'ani, anatetea ushia ya kwamba hatujasema Qur'ani yetu si sawa. Hatujasema kwamba hii Qur'ani kwamba ati ni nusu, hatujasema hivyo. Fayuhimu nasa, ili wapate kuwaonyesha watu anna dina al-imamia yuqirru bi anna al-Qur'ana lam yuharraf. Wanazungumza hayo wazi ili kuwaonyesha watu kwamba dini ya imamia, itikadi ithna asharia hawa, kwamba Qur'ani sisi hatujasema kwamba imebadilika. Kisha shekhe huyu wao katika kitabu kinaitwa As-Safi, Tafsiru Safi, juzuu ya kwanza ukurasa 49, huyu aliyesema Qur'ani hatujasema imepunguzika, kwenye kitabu chake hicho asema innal Qur'ana alladhi baina adhharina laysa bitamamihi, Qur'ani hii ambayo tunayo sisi haijatimia. Umeona unafiki huo? Haijatimia. Kama unzila ala Muhammad, sio ile iliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad. Minhu, katika Qur'ani hii, ma huwa khilafu ma anzala Allah, ndani yake pana mambo kinyume na Mungu alivyoteremsha. Wa minhu ma huwa mughayyarun, na kwenye Qur'ani hii kuna vitu vimebadilishwa. Wa innahu qad hudhifa anhu ashya, kuna vitu vingi vimetolewa. Minha, miongoni mwa vitu vilivyotolewa, ismu aliyin, ni jina la Ali. Jina la Ali haliko kwenye Qur'ani, na ile Qur'ani aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jina la Ali lilikuwa liko. Wa minha ghaira dhalik, na kuna mengine mengi, na vile vile laysa aidan ala tartib, haikupangwa ule mpangilio ambao umetoka kwa Mungu na mtume wake. Kitabu hichi Tafsiri ya Mashia, juzuu ya kwanza ukurasa 49. Haya, sasa wewe tuambie tushike yapi? Huku Al-Faidh Al-Kashani asema hatujasema Qur'ani kwamba imebadilishwa. Ukifungua vitabu vao, itikadi yao Qur'ani imebadilishwa. Hii ndio inaitwa taqiya.
Hili ni la kwanza, ndugu zangu katika imani. Vile vile miongoni mwa taqiya ni adamu tasrih bi baadhi al-asma, yani wana tabia ya kutokudhihirisha majina ya masahaba, kwa sababu wakidhihirisha watu watajua yale yanayozungumzwa juu ya mamimbar kwa sisi tutukana na masahaba, itakuwa ni ukweli. Sasa hawa masahaba hawa tutawapa majina yetu sisi taqiyatan, ili kuficha itikadi tuliokuwa nayo. Mfano wake qauluhum, katika vitabu vao wanasema al-awwal wa thani wa thalith, wa kwanza na wa pili na wa tatu. Hayo wewe unaipiga kelele mashia Waislamu, tukikwambia tuelezee Shia akisema awwal, kwanza, mbili na tatu, maanake nini? Utajibu nini? Keti maskani, elimu watie wenyewe. Tumefahamiana? Tayib. Al-awwal wa thani wa thalith, maana yake nini? Maana yake wanasema katika tafsiri, Mungu asema hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, Mungu kawapendekezea imani na akaipamba katika nyoyo zenu. Yani amirul mu'minina, imani iliyotajwa kwenye hii aya makusudio nani? Ni amirul mu'minina ambaye ni Ali. Tayib. Wakaraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, Mungu akawa anachukia kwenye nyinyi ukafiri, ufasiq na kumuasi. Asema maana yake al-awwal wa thani wa thalith, ndo maana ya kuf na ndo maana ya fusuq na ndo maana ya isyan. Tayib, maana ya awwal na thani na thalith maana yake nini? Anasema shekhe wao al-Majlisi katika Mir'atul Uquli juzuu ya 5 kurasa 88 mpaka 89, anasema al-awwal wa thani wa thalith Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Kwa hivyo maana ya aya, Mungu anawapendezea nyinyi imani ambaye ni Ali, na anachukia kwenu kufru Abu Bakar, wal fusuqa Uthman, wal isyana na nani? Na Umar. Ungeelewa wewe awal na thani na awal, wewe piga kelele mashia ndugu zetu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Hebu sasa wewe niambie mtafsiri gani ya kutegemewa iliyosema maana wakaraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana, maana yake ni Abu Bakar na Umar na Uthman? Tafsiri ipi? Lakini tizama hapa nukta ya msingi, mbona hawakutaja wazi kufru na fusuq na isyan kwamba ni Abu Bakar na Umar na Uthman? Wasema malengo ya hii aya ni awwal, thani, thalith, kumbe maana yake ni hawa watatu maadui kwao wao. Hadhi usama taqiya, hii ndio maana ya taqiya. Kama uelewi si basi. Tumelewana mpaka hapo? Ndipo pale sasa Shia ukimuuliza wasemaje kuhusu Abu Bakar, atakwambia msahaba. Wasemaje kuhusu Umar? Sahaba kabisa. Mbona wale watu wa sunna wale kama ule msikiti pale wapenda sana kuwashambulia? Hawajua watu hawaelewi, hawajasoma itikadi zetu. Vipi sisi tutawatukana hawa masahaba? Kisha siku ya pili mtu amekuja, warongo nyinyi bwana. Uelewi ni takia baba ile. Lazima akufiche, kwa sababu akikwambia ukweli utatatukiwa na mambo. Tuko pamoja jamani? Tayib. Vile vile katika takia zao ni kubadilisha baadhi ya vitabu vao. Baadhi ya vitabu wakawa haviprintiwi tena. Kuna baadhi ya volume fulani wakazikatakata. Kama kuna kitabu kinaitwa Biharul Anwari cha al-Imam al-Majlisi, kina urojo mwanzo mpaka mwisho cha kitabu. Walipoona sasa hapa kuna vitu vimetajwa, wakatoa volume la 29, 30, 31. Kwa nini wametoa? Kwa sababu volume hizi tatu zaelezea ubaya na za wakejeli masahaba watatu wa Mtume, Abu Bakar, Umar na Uthman. Sasa la kufanya, musiprinti tena hizi tatu, watu watashtuka.
na hizi kelele zilioko nje kwamba sisi tutokana na masahaba itaonekana ni kweli, kwa hivyo ziwacheni. Vile vile wana tabia ya kubadilisha majina ya vitabu vao, lakini sasa wanapokuwa na fikra ya kubadilisha, zile kopi za mwanzo zishatawanyika, watu washazipata, washasoma, washajua yaliyoko ndani ni yapi. Na hapa kuna shekha anaitwa Ahmad Abdurrahman, ana kitabu chake asema limadha lam atashayya, ameeleza itikadi za mashia na kwa nini wanatumia njia hizo. Kuna kitabu chao kinaitwa Shawariqun Nususi, Shawariqu an-Nususi. Hichi kitabu jina lake mwanzo kikitoka ilikuwa si hilo, mwanzo kilikuwa kinaitwa Shawariqun Nususi fi takdhibi fadhailil lususi. Kitabu tunazungumza kukadhibisha fadhila za wizi watatu. Wizi watatu nani? Abu Bakar, Umar na Uthman. Wakaona hii wizi hii itashtukiziwa, sasa futa. Mkianza kuchapisha sasa hii chapisheni tu Shawariqun Nusus. Hii ni maana ya taqiya na mambo mengi kama katika vitabu vao Abu Bakar na Umar anaitwa Zuraiq na mwingine sijui jina lake limenitoka, sababu sishiki maneno maviti kwenye vitabu ambavyo havina mpango, twasoma tu kuthibitishia watu. Lakini utakuta wakimzungumza Abu Bakar wanasema makusudio ya hii aya ni Zuraiq. Sasa wewe utamtafuta Zuraiq nani? Kumbe Zuraiq maana yake Abu Bakar. Tuko pamoja Waislamu? Hii ndio maana ya taqiya kwa mashia. Wanapozungumza, wanapoangazia watu, wanaficha itikadi zao mbovu walizokuwa nazo, kisha wanadhihirisha kwamba wao ni wema. Ya ajabu ndugu zangu, nifunge mazungumzo, ni kuonekana ajabu kwenye ile khutba iliyopita ya kuzungumza Ashura na ubora wake. Wanasema maajabu ni kwamba watu, tena anayezungumza hivyo ni shekhe wa kishia mkubwa hapa Kenya, si huko, hapa Kenya. Asema watu watushangaa sisi tukiomboleza na wao hawashangai, wafunga kwa sababu Mayahudi walifunga na kwa sababu wa kusherehekea Nabii Musa kuokolewa. Wameruka kwa Musa, wamemwacha mjukuu wa mtume. Sitaki kusema sana kwa sababu mtanisemesha na sitaki kusema. Lakini ila sisi kufunga Ashura tumeambiwa na mtume chomozi. Mtume ndio aliotuambia sisi tufunge. Wewe uliambiwa na nani utoke na manguo meusi kana mwanga na majeneza na kujikatakata na mavisu? Hii dini umeitoa wapi? Umeitoa wapi? Mtume yupi aliyekufundisha? Tumeelewana vizuri? Kisha hawana hoja kwa sababu vitabu vao tunavyo na vinasomwa, huwezi kupinga. Yule mmoja pinga, hakuna msahafu wa kishia. Huko kwenye vitabu vyenu umeandikwa Mushafu Fatima, na mavitabu maoneshwa mpaka kopi zake, picha za vitabu. Hii hapa, soma baba. Shekhe wenu asema Qur'ani ya usawa ambayo yatakiwe ifuatwe ni Qur'ani inayoitwa Mushafu Fatima. Wateni kutukana masahaba kwa sababu nyinyi kuwafika masahaba, viatu venu havifiki ubora wa Abu Bakar na Umar na Uthman radhiallahu anhu na Aisha ummul mu'minin radhiallahu anha. Teni kutukana masahaba. Wala mtu asitoe hoja kuleta mavitabu Musnad Imamu Ahmad, maskini. Hata usikitisha mpaka wajiuliza, huu kweli amesoma huyo? Amesoma kweli huyo? Namna anavyotoa zile hoja na kuleta zile hadithi, hata mwanafunzi wa raudha pia aweza kujua kwamba huu bwana hakusoma. Wewe huwezi kuambiwa usitukane masahaba useme basi Fatima pia atakuwa kafiri kwa sababu alimtukana Aisha. Kurengwa. Soma hadithi mwanzo mpaka mwisho. Mtume alisemaje alivyomwambia Fatima, hupendi ninachokipenda mimi? Fatima akamwambia kwa nini? Akamwambia kwani wewe hutaki kuchukia ninachokichukia mimi? Akamwambia kwa nini? Akamwambia basi mimi nampenda Aisha, naomba umpende, nataka umpende na wewe. Fa ahibbiha. Fatima akamjibu babake,
basi nimempenda Aisha na sitomwambia chochote chenye kumuudhi kuanzia leo. Tumeelewana? Kwa hivyo Mtume kakataza matukano baina ya masahaba wao kwa wao, na Fatima kisha katubia, kakubali makosa yake na akasema kuanzia leo hamtukane Aisha. Nyinyi mwamtukana, bado hamumtukani? Mwamtukana. Kisha waliotukana na Fatima na Aisha, matukano yale matukano yenu nyinyi mnomtukana bibi Aisha, shatana ma baina al-ardhi was-sama. Lakini mtu kama vile akizungumza nkumwata tu, kwa sababu hajui anachokizungumza na hajui anachokielezea. Ndugu zangu katika imani, tahadhari sana na kundi la Ushia kwa ujumla, bila ya kuchegua ati hawa tumeambiwa hawana itikadi mbovu. La, kwa ujumla tahadhari na Ushia, kwa sababu utauanza polepole. Abu Bakar si kafiri, lakini Ali ndio bora kuliko Abu Bakar. Utangia polepole, ukishtukizia sasa itikadi imekuvaa kwamba sasa Abu Bakar ni motoni. Ini nyimu na matatizo ya akili. Pepo ya Mungu Abu Bakar asingie, mungie nyinyi wenye kuikata na visu kwenye vipara. Nyinyi mna wazimu, nyinyi mnadhisha, nyinyi mwala vyakula gani? Kwa nyinyi hizi akili zenu hazifanyi kazi Mtume yuafa usi Abu Bakar aswalishe. Mtume kamwachia majukumu Abu Bakar. Masahaba wote wajua ubora wa Abu Bakar. Ati mmekuja nyinyi na manguo yenu meusi kama mabuibui, mwatuambia sijui haiwezekani. Haiwezekani kwenu. Na kila tukizungumza tunataka kuzungumza kuwafahamisha watu. Ndugu zangu, billahi alaikum, haya tunaoyazungumza na mengine atakayozungumzwa na mashekhe zetu au na wanafunzi wenzetu, tunazungumza kwa ajili ya kutizama wasikilizaji. Hawa mashia, mashekhe wao na vijana wao waliokomaa kiushia, hawa tuna time nao, hatupotezi tena wakati. Poteza wakati ati sijui hapa tupoteza wakati kuwafahamisha nyinyi msioelewa. Khalas. Ama mtu mwenyewe ameamua kuwa Shia, awe Shia, au tetee Ushia, sisi tutauponda Ushia. Kisha wasikilizaji ndio sasa wataamua Ushia kulingamana na hawa walivyozungumza na hawa wanavyozungumza, wapi ambapo ni pasawa pa kushika. Na klipu za mashia zisukume, maanake Ushia ni kama sumu, ni kama mtu kuvivia kimpango. Na Shia haji direct moja kwa moja, atakuja kwa mbali. Akitaka kumtia Abu Bakar kwenye makosa hamtukani moja kwa moja, hawafanyi hivyo. Hebu ulizeni mashekhe wenu wa sunna kabla hamojaambiwa propaganda na mashia. Shia akitaka kumtukana Abu Bakar ama kumshusha daraja, atakwambia sisi hatujamtukana, isipokuwa tuulizana tu. Yani kwa nini wakati Mtume yuafa yeye alikuwa hayuko? Amekutia kwenye wasiwasi, hajakutia kwenye wasiwasi? Lakini alikuwa sawa, mwanadamu alikuwa na shughuli pengine, lakini usawa alikuwa awe pale. Sasa hilo tu ndo sisi, si kwamba ati ni kafiri. Yani tuulizana, yani kwa nini? Sasa hii kwa nini ukikubali? Kwa nini mwisho haya yote kwa nini? Hata na huwa alikuwa muovu ndio maana hakuwepo. Kama utakisi basi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان,
Insha Allah, kama kawaida yetu, kesho darasa yetu ya kitabu Tauhid itaendelea kama kawaida. La mwisho, kuna shekhe wa Kishia, huyo ndio alioanzisha ushia, anaitwa Abdullahi, sehemu za visiwani kule, ashafariki. Nimeona video yake moja, Mwenyezi Mungu kamtemsha, Mwenyezi Mungu kamtemsha, kazungumza zile mbinu zote wanazotumia. Video hii kaitafute, na ukimpata huyo shekhe, ukimsikiliza kwa nia ya kutaka kuwajua, lakini na uwe na hadhari hapo, pengine ukisikiliza uwe na mtu ni msomi, bila shaka utamwamini. Kija hapo bwana mtu amekuja na hijiwe, wacho majiwe hujengeo chile chansi kichini hapo. Tumeelewana vizuri? Azungumza, aulizwa vipi ushia uliingia vipi? Sema kwanza tulianza kuelezea yani kwa nini Abu Bakar hakuhudhuria kwenye kifo, alikuwa yuko wapi? Sema ilikuwa rahisi watu kukubali, kwa sababu tungesema hiyo takia hiyo, tungesema moja kwa moja Abu Bakar ni muovu, watu wangekimbia. Yani mtu ubora wake watu washaelezewa, watu wameinukia kwamba Abu Bakar alikuwa bega la Mtume. Sasa leo uje umwambie mtu Abu Bakar si mtu mzuri, itakuwa ngumu. Sasa ni kuanza kuleta shaka kwanza, kwa nini hakuwepo na kwa nini alifanya hivi na kwa nini alifanya hivi. Atemka kabisa wazi, asema sasa hili watu wakaleka akilini na wakaanza kunifuata, kunikabili, wakaona kwamba hili ni jambo liko. Tumefahamiana? Yani maisha yaliyoko hivi sasa, ukiambiwa ule ni mshia wewe, watakiwa ukimbie kama vile ulivyokuwa ukikimbia corona. Afadhali upatwe na corona kuliko upatwe na nani? Upatwe na ushia, my friend, utatuletea tabu. Kisha nawaambia tena, watu wa Migadini mupo? Watu wa Migadini ushia na makundi yote mapotevu na itikadi zote mbovu huwezi kuzikabili ikiwa wewe si msomi. Huwezi. Hata ukajifanya una akili kubwa, hata wewe gentleman mimi, wajua nina PhD mimi, kuvatana PhD pia. Shia kikupata na huna elimu ya dini, sio elimu ya maskuli mafizi sijui na manini hayo, hatana nao hayo, hayazuiliwi Shia. Huna elimu ya dini my friend, Migadini hii wala dhalina amin. Kwa hivyo tuliteni akilini hili, na kila miaka ikienda watu wanapungua, mashekhe wanakufa, mashekhe wanaondoka polepole. Wakiondoka polepole, sasa wameondoka, hakuna msomi. Ukifanya hivi tuliobakia sote mvazuka. Mwinambie hiyo, hebu imagine tu hali ni hii, wasomi wako wanapiga makelele kwenye mamimbar na ushia bado watu wanaueneza. Sasa ifikie wakati sisi tujitie hamnazo, sisi tushikeni maskani tu na mipira kwa darasa hapa, wacho wenda kuangalia World Cup, mutakufa. Ngoja ulizo swali, World Cup ya wajua kama mko Migadini huko, mbona wacho bana miujiza, lakini mbona watu akili zao mbovu kwa nini? Ukaiacha darasa hapa wenda kuangalia mipira. Angalia mambo yatamalizika, kisha wataondoka wasomi, utaondoka wasomi, kubakia upepo mtupu. Ukiambia Abu Bakar alikuwa twende, kwa sababu kitu ni mkebe, hakuna kitu. Sasa nawaambia hizi darasa zinazowekwa hapa, msikiti watakiwa usitoshe huu, hususan ikiwa kweli tumebeba hamu ya kutaka kujua na kuona dini na mwelekeo wetu sisi katika maisha na vizazi wetu vaelekea wapi. Sasa ikiwa sisi mababa tulioinukia hatukusoma, wanaokuja huko amutaka kujibu Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wansur juyush al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.